Ijumaa njema, Ijumaa ya baraka, asubuhi ya baraka, ambapo ninaomba kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi maridadi sana, ambapo ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi akaweze kuendelea na kutunyunyizia hizo baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo anaenda na kutuletea hivi sasa. Karibu tukaweze na kuendelea na kubarikiwa pamoja. Naomba watazamaji kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Natumai mwazima, nami si jambo. Tunaenda mara tena kupata neno la Mungu ambalo tutaweza kulisoma katika kitabu cha Zakaria. Zakaria ni sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 4, na hicho kitabu naenda kupata kusoma kuanzia mstari wa 1 hadi wa 4 kama vile nimesema, na nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi nikainua macho yangu tena, nikaona na tazama gombo la chuo lirukaro. Akaniuliza, unaona nini? Nikajibu, naona gombo la chuo lirukaro, na urefu wake ni dhiraa 20 na upana wake ni dhiraa 10. Ndipo akaniambia, hii ndiyo laana itokayo kwenda juu ya uso wa nchi yote. Kwa hiyo kila aimbaye atatolewa kama ilivyo upande mmoja, na kwa hiyo kila aapaye atatolewa kama ilivyo upande wa pili. Nitaituma itokee, asema Bwana wa majeshi, nayo itaingia katika nyumba ya mwivi na katika nyumba ya yeye aapaye kwa uongo kwa jina langu, nayo itakaa katikati ya nyumba yake na kuiteketeza pamoja na boridi zake na mawe yake. Tuombe ni kwa ajili ya neno. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, twajua katika hayo majina matatu ni jina moja. Mungu wa Israeli, neno lako limepitia masikioni mwetu kama vile nimesoma. Ninaomba kwa ajili ya mtazamaji, hakika ukampe nafasi na wakati wa kusikiliza anapotazama. Mungu mwema, nami nisaidie tunaposemezana. Bwana Roho wako Mtakatifu akatusaidie kwa yote. Naomba haya yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amen. Lengo ile tutakayokuwa nayo siku ya leo, kulingana na vile nimesoma hayo maandiko, ni tutaona hiyo ni maono ya gombo la chuo lirukaro, ama kwa Kiingereza flying scroll, ndipo sasa uweze kuelewa zaidi. Kwa hivyo ni maono yalionekana na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu tunayemuita Zakaria ni nabii katika manabii, lakini nabii mdogo ambaye aliweza kutabiri wakati wa mfalme Dario. Tunapokumbuka jina la baba yake alikuwa anaitwa Belekia, ingawaji wenda ikawa haitatusaidia, lakini tujue alikuwa na baba. Na walikuwa huu wakati utumwani wana wa Israeli, akitabiri haya maneno yenye aliona.
na wana wa Israeli wakiwa katika utumwa. Tunaposema igombo, aliulizwa, tulisoma pamoja na wewe, uliona ama unaona nini? Akasema, ninaona gombo la chuo lilukaro yu, na aliona ikiwa kubwa sana, na ilikuwa inaruka ikienda hapa ikienda pale. Biblia imetuambia ilienda katika nchi yote, na ilikuwa na ujumbe. Tunaposema ili gombo ni scroll, mahali ambapo kwa wakati huo walikuwa wanaandika amri za Mungu, maandiko, chochote kile kilikuwa kinahitajika kijulikane na watu na wasomewe, kilikuwa kimeandikwa hapo. Kwa hiyo gombo ni scroll ambayo ilikuwa inaruka. Na kama vile tumesoma mimi na wewe, Biblia inatuambia ya kwamba Mungu alinena na wana wa Israeli ndiposa waweze kuyashika maneno yake, na waweze kushika pia maagizo yake, na waweze kuwa watiifu. Akaangalia aone wakitii. Hakika wakawa wangumu, mioyo yao ikawa ngumu, walikuwa wanafanya tu vile wanajisikia kufanya, na wakitaka kuabudu miungu walikuwa wanamwacha Mungu aliye hai, Mungu aliyewaumba, na wanatengeneza miungu mingine. Tunapoongea kuhusu wana wa Israeli, ndivyo inakuwa kwetu hata siku ya leo, ya kwamba Mungu anatuma neno lake kama ile gombo ama that scroll. Anatuma neno kwa watumishi wake tofauti, wakubwa wake, kwa wanaume anawatuma kwake, kwa maono anatumana, hata kwa ndoto anatumana, physically anatumana, ili watu wahubiriwe. Na kama hapa alikuwa anataka wahubiriwe, wamrudie Mungu, maana walikuwa wameasi, hata wakachukuliwa mateka. Alipoangalia hakuona wakimrudia. Na hili neno la kumrudia Mungu ilimfanya Mungu mwenyewe atumane kwao, na atume huyu mtumishi wake Zakaria katikati ya watu, akamuinua ili aweze kuwahubiria wana wa Israeli. Na alipowaambia wamrudie Mungu, hawakumrudia Mungu. Hila wao walikuwa wanajijua vizuri sana. Tunaposoma katika kitabu cha Isaya 64 mstari wa 6, wao wanasema sisi ni wachafu. Na wanasema tena hata nguo zimetiwa unajisi. Na namba 3 wakasema hata tumekuwa kama matawi yamekauka. Wakajua dhambi yao, na walipojua dhambi zao wakazidi tu kukaa katika hiyo dhambi na kuishi katika dhambi. Akatumana wamrudie Mungu. Ni ukweli hawakurudi wakamrudia Mungu, waache uovu wao na dhambi zao zile ambazo walikuwa wanasijua. Lakini Mungu mwenyewe akatumana kwa maneno mawili, akasema ya kwamba ile gombo mliliona likiruka, hii ni laana ambayo imetoka na imeenda katika ulimwengu mwote, na kwa watu aina mbili. Yule ambaye ni mwivi anaiba tuseme anaiba sadaka, fungu la 10, masaa, anaiba watu wangu, anaiba vitu zangu. Iyo laana inayotoka itaenda kwa yule mtu, na Biblia inatuambia atavunjwa kabisa. Kwa hivyo neno ni mnirudie, ili igombo isitue kwenu kwa mwivi.
na walikuwa wamemwambia Mungu mara nyingi sana. Akasema tena, inatoka na inaenda kwa mtu ambaye ni muongo, yule ambaye anatengeneza uongo na anakamilisha uongo, yule ambaye anasema mimi namwabudu Mungu, akiingia kwa nyumba yake yuko na sanamu za kuabudu. Huyo muongo, hii imekuja kwake na ni laana na atakuwa amelaaniwa. Basi ndugu yangu mtazamaji, unapoyasikia hayo ya Biblia na ni laana imetoka, ikawa uko pale na umekuwa mwizi ama mwivi wa aina nyingi sana tofauti, unajijua vizuri sana, uwezi ukamdanganya Mungu, uwezi ukamdanganya shetani, uwezi ukajidanganya wewe mwenyewe. Hivyo ni kusema unajijua vizuri sana. Kwa haya mambo mawili ambayo yalimtukiza Mungu kwa wakati wa wana wa Israeli, na ndio yamo hata siku ya leo. Uenda ikawa wewe umekaa unasema unamjua Mungu na wewe ni mwizi. Umekaa unasema unamjua Mungu na unamwabudu Mungu na unafanya yale yampendezayo Mungu, lakini tukikufuata wewe ni muongo, unadanganyana. Kwa hivyo mbadilika, umrudie Mungu, ungeuke. Pia nani ningeuke? Tumbadilike wapendwa watumishi wa Mungu. Tutoke kwenye chuko. Maana Mungu akiwa mbinguni anatutazama na anashangaa na anazidi kujuda, ni kwa nini alikuumba, ni kwa nini amekuacha ukiwa hai. Basi tuache kumwacha Mungu akijuda kwa ajili yetu. Turudi tukijua ya kwamba tusipomrudia Mungu na kuyaacha hayo, ile laana tumeambiwa itakaa nyumbani kwako na itavunja na itaharibu hiyo nyumba. Hiyo laana pia itavunja mawe yale yako karibu na wewe, na nikimalizia hiyo laana pia itateketeza miti ile iko kwako. Kwa hivyo inamaanisha nini? Nyumba zetu zitakuwa ukiwa, na makao na maeneo yetu na mazingira yetu yatakuwa ya kushangasha. Manake mawe, miti zimevunjwa. Tumbadilike, tumrudie Mungu, tuefuke hayo, naye atatubariki na hakika atafurahia na atapendezwa nasi na atatuinua kiwango kingine. Barikiwe mtumishi wa Mungu na Mungu abariki neno lake. Ni asante Jehova Mungu. Ulinena mambo mazito kuhusu gombo. Ile uliachilia na ukauliza mtumishi wa Mungu Zakaria anaona nini, na akajibu kile anaona. Kumbe gombo ilikuwa inabeba laana. Manake ulikuwa wewe mwenyewe umechoka na umechukizwa na hao watu wanakaa wakiwa wevi na ama wezi na waongo. Jehova Mungu, umenena siku ya leo kuhusu ya hao watu aina mbili. Tusaidie na tutoke kule, manake tukitoka kule hautatuharibu. Hiyo laana hakika haitafika kwetu na hatutaharibikiwa na nyumba zetu na hata mazingira yetu. Mungu wetu umwema, usidi kutufumilia, nasi tusaidie tungeuke na tumbadilike. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu tunaomba. Amen. Asubuhi ya leo tumeweza na kufundishwa juu ya kumrudia Mwenyezi Mungu. Na unamrudia Mwenyezi Mungu kupitia kutubu dhambi zako. Bila shaka hakuna yeyote ambaye anaweza na kujipiga kifua na kusema kwamba yeye hajawahi mkosea Mwenyezi Mungu, hajakosa mbele zake. Hakuna yule ambaye anaweza kujipiga tu kifua na kusema kwamba mimi ni mkamilifu mbele za Mwenyezi Mungu. Hivyo basi wakati ambapo unataka kumrudia Mwenyezi Mungu, lazima kwamba uweze na kuangalia na kujichunguza na kujua dhambi yako ama dhambi zako. Ukizijua, ukitubu mbele zake, unaendelea na kumrudia. Na ukimrudia anakukumbali tena kama mtoto wake. Tujue dhambi zetu, tukaweze na kujichunguza na tukaweze
na kutubu mbele zake, naye ataweza na kutuitikia tena, ili laana sisije zikafuatana nasi. Laana isije ikatawala katika maisha yetu, hata katika familia zetu, nyumba zetu. Laana kwa sababu ya kutotubu, kwa sababu ya kutomrudia Mwenyezi Mungu. Basi tumeshukuru sana, ni kwa sababu ya hilo fundisho. Mwenyezi Mungu na akubariki na endelee na kukuinua zaidi na kukuongezea mengi. Mtazamaji wangu mpendwa, ninakutakia wakati mwema na uwe na siku njema, siku ambayo imejaa baraka za Mwenyezi Mungu na mema yake. Bye bye.